asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Ninamshukuru Mungu sana ambaye amenipa nafasi siku ya leo kwa mara ya kwanza kabisa tangu kuzaliwa kwangu kukanyaga katika ardhi ya mahali hapa. Amen. Hii ni ardhi yenye watu wema sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana naomba tusimame. Kama unajua ni kijana naomba tusimame. Tunamaliza kabisa. Bwana Yesu asifiwe vijana. Amen. Tena msipo vizuri. Alafu hapa mko vizuri. Tuko sawa. Utanivumilia kidogo. Sasa kwa kuwa sisi ni vijana ni lazima tuwe na nguvu. Na Biblia inasema niwaandike ninyi vijana kwa kuwa mmemshinda nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu yeyote asidharau ujana wako bali uweke hizo katika semi. Tena tutafundishana baadaye maana hapa mambo yashakuwa magumu. Twende kazi. Nitamwimbia Bwana tunapoenda kwenye kongamano la kitaifa la mwaka huu, haya mambo yatakuwa ni lukuki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijajua kama unapata nafasi ya kutafakari kwa kina. Mungu anapokupa nafasi ya kuingia kanisani unakuja kufanya nini? Muangalie jirani yako, mtazame jirani yako. Tuko madhabahuni, mtazame jirani yako. Usimwonee aibu. Na usiniangalie mimi, mtazame jirani yako. Usimwangalie mtumishi, muangalie jirani yako. Mtumishi, kuna watu wanakuja kanisani hawezi kuangaliana usoni. Sasa mtazame jirani yako kwa sekunde mbili. Alafu tabasamu. Mwambie Mungu anampenda sana. Asante sana. Naomba nijitambulishe na isichukue muda mrefu. Kwanza ninamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa hai leo. Ni kwa neema ya Mungu kwamba tuangamii. Wewe umetoka nyumbani kwako, umefika kanisani salama, lakini kuna mwingine ameishia njiani. Hilo linatosha kusema Mungu asante. Lakini pia nimshukuru ndugu yangu Edson kwa kuwa mkarimu sana. Mimi nilifika jana hapa Mwanza na nilikuja kwa shughuli za kikazi, lakini nikasema sitarudi mpaka leo nimeabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pamoja na mambo mengine mengi na kukimbizana na muda, lakini nikasema nitaabudu, na nimepata kitu kikubwa sana kutoka kwa mtumishi kwamba lazima tumtumaini Mungu. Haijalishi unapita katika moto, haijalishi unapita katika maji mengi, lakini mkono wa Bwana utabaki pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaomba nianze kwa kufanya hivi. Mimi naitwa Nehemia Christopher Mdala.
Mungu amenipa neema ya pekee ya kuwa katibu wa Tayo Jimbo. Nimeoa mke mzuri mmoja, napenda sana, na nina watoto 3. Kwa hiyo sioni kamwili hapa ukajua kwamba una mdogo. Hapana, mimi ni mzee kabisa, mzee wa boma. Lakini pia namshukuru Mungu amenipa nafasi pia ya kutumika katika Dayosisi ya Tabora, nawasalimia sana. Lakini pia mimi ni mzee wa kanisa, namshukuru Mungu kwa kunipa hiyo neema. Sasa kwa kusema hivyo, tuna mambo matatu na nafikiri baadaye mtumishi wa Bwana atamalizia hapa. Niwape salamu kutoka uongozi wa Tayo Jimbo kwa maana ya Tayo Kati, mwenyekiti, mratibu na kamati tendaji yote wanawasalimia sana. Wanajua leo tuko hapa na tunapata nafasi ya kuzungumza machache. Lakini lingine, tuwapongeze vijana wa kanisa hili kwa kuwa sehemu ya kuwezesha utume kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia muumini mmoja mmoja kwa nafasi yako ujipigie makofi kwa kuwa sehemu ya kujenga kanisa. Lakini pia tuwapongeze wachungaji, makasisi, mashemasi kwa kuendelea kuwa na utume mwema pasipo kuchoka. Hata kama kuna changamoto, bado mmeendelea kumtumikia Mungu kwa moyo wa shukrani kabisa. Na jambo la tatu, tunatangaza kwamba mwaka huu 2026 tutakuwa na kongamano la kitaifa la idara ya vijana utakaofanyika pale Zanzibar kuanzia ile tarehe 7 mpaka tarehe 11 mwezi wa 10. Walifanyike tarehe 9 mpaka tarehe 12, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wa kwetu tumepewa tufanye kwa tarehe hizo. Kwa hiyo yeyote ambaye anatamani kusafiri, yeyote ambaye anatamani kumtumikia Mungu lazima afike Zanzibar. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema vijana tusimame ili niwaone vijana wenye nguvu. Sasa wengine wanaona aibu. Wewe unaonaje aibu kwenda Zanzibar? Utapataje kufahamu watu wa Zanzibar? Utapataje kufahamiana na vijana wenzako? Kanisa linafanya hivi kwa maana ya kwamba sisi kama vijana tuna haki ya kukaa pamoja, kuzungumza pamoja, kufikiri pamoja, lakini kumtumikia Mungu kwa kweli. Kwa sababu gani? Wengi wetu tunajikuta kwamba tumeiacha kusudi na tumeenda nje. Hasa mabinti. Nakuta ni Mwangalikana mzuri kabisa, tumekulea, tumekupa kipaimara, tumekupa kipaimara hapa. Unaenda upande wa pili kuolewa na kutukanisha kabisa. Sasa tukienda kule utakutana na Roho Mtakatifu na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye hilo ni vizuri tukajiandaa vizuri. Tuna kiingilio cha shilingi 70,000. Watu wa Mwanza ni matajiri sana. Kwa unaweza kujipigia makofi kwamba sisi ni matajiri tutafika. Pia tunahitaji kwaya nyingi zije tuweze kushiriki pamoja. Kwa hiyo kwa kusema hivyo tujitahidi. Tuna kauli mbiu yetu inatoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17 na sura ya 19 mstari wa 7. Neno linasema malaika akamwambia tena mara ya pili akamwambia amka ule. Kumwambia jirani yako amka ule. Unakula nini sasa? Hapo ndo tunaanzia. Bwana Yesu asifiwe. Kijana unakula nini? Kuna watu wamekula chakula cha unajisi. Kuna watu wamekula chakula cha wafalme na kimewaharibu. Ila sisi tunatamani tule neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo tukishiba tutakuwa na ujasiri wa kutembea kifua mbele kwamba sisi ni vijana ambao tumeitwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kumuuliza jirani yako umekula vingapi visivyofaa? Si kila kitu ni chakula. Si kila neno ni la kuongea. Si kila mahala ni pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Si kila kitu cha nini? Chakula. Tunakuita utaenda sehemu utakula chakula, kumbe umekula chakula cha unajisi. Wakumbuke kina Daniel. Wakasema hapana, tutakula chakula cha kifalme, lakini sisi tutakula mtama, na baadaye wakaonekana ni watu bora sana. Kwa ni afadhali ukadumu madhabahuni kwa Bwana, wasikilize watumishi wa Mungu, wakakufundisha. Na nimependa kwamba Ijumaa ni siku ya vijana. Sasa sijajua nafika wangapi. Mungu atutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naamini hapa tunafika. Tofauti na watu wengine. Wa hapa tunafanyaje? Tunafika. Asiyefika amejitenga na nini? Na imani. Na ukijitenga na imani maana yake ni kwamba upende kutembea na wenzako. Na huko nje kuna mbwa mwitu watakuvamia na watakuharibu. Kwa kusema hivyo sasa nikushukuru mchungaji asisi pamoja na shemasi kwa kutupa nafasi hii ya pekee, lakini pia nimefurahi kwa jinsi ambavyo ibada zetu zinakwenda.
nimejifunza mambo mengi sana. Lakini hichi cha muhimu, tumtumaini nani? Mungu. Mimi nimeona hapo nje kwamba kuna kazi kubwa ambayo inaendelea katika kanisa hili. Na hakuna mtu mwingine wa kufanya, nikwambie. Ni lazima tufanye sisi wenyewe. Kwa hiyo vile vifurushi vijitahidi kufanyaje? Fanya kwa kadri ya Mungu atakavyokuwezesha, kwa sababu tunapomaliza kazi hapa tutavishwa taji mpya wapi? Mbinguni. Kwa hiyo niwakaribishe sana vijana pamoja na walezi, lakini pia kuna wale ambao wamefika miaka 45, tunakushauri na tunatamani kutembea na sisi. Na kwa kusema hivyo, lazima tuwe na moyo wa shukrani mbele za Mungu kwamba tumefanya kwa vijana, si katika kuleta tafaruku katika kanisa, bali kuleta suluhisho, kuleta tumaini kwa wasiokuwa na matumaini, na kuleta upendo ndani ya kanisa. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Uwe sababu ya mwingine kucheka, ila usiwe sababu ya mwingine kufadhaika. Haleluya. Amen. Na kwa kusema hivyo, mimi niseme asanteni sana kunisikiliza. Nimkaribishe mtumishi wa Bwana, mwenyeji wangu. Nakushukuru sana Edson ambao umenichagulia leo kuja kusali hapa. Mimi nilikuwa najua nasali kanisa kubwa, baadaye akaniambia mtumishi wa Bwana, Roho Mtakatifu ananiambia twende Igogo. Kwa nikasema kwa kuwa na mimi napata protocol, naenda Igogo. Nimefurahi sana. Mama zangu, dada zangu, baba zangu, Mungu awabariki kuendelea kutumaini Mungu na awasaidie katika kudumu katika pendo la Kristo. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi hiyo sio kuongea sana. Hiyo ni vitendo. Cha msingi tu mimi nimpongeze katibu wangu. Mimi ni mjumbe kama mtendaji Anglikana Tanzania. Nashukuru sana, tuna ushirikiano mzuri. Anapokuwa ameenda sehemu, kwa kweli watu wanapeana taarifa. Baba, mimi niko sehemu fulani, basi na mimi naangalia nimpeleke wapi. Cha msingi Mungu akanipeleka kwa Bete Igogo. Nataka kuteka tatu. Unajua viongozi kama wakubwa kama cha msingi na kila makanisa mengine wajue. Sio waishie kanisa kuu. Kanisa kubwa wanakuja wengi. Basi takiwa unajua na makanisa mengine ya pembezoni. Kwa cha msingi nashukuru juu ya hilo. Amesikia naje kusali hapa, nafikiri watakuja wengi watakuja zaidi ya hao. Asante. Sasa kwa kuwa na mimi ni mara yangu ya kwanza miguu yangu kanyaga hapa, na Biblia inatuambia katika mchekesho kwamba nyayo zako zitapokanyaga Mungu afanya kumiliki, sio? Basi nami najiungamanisha na kumiliki baraka za mahali hapa. Tutaanza kuweka madirisha, naomba dirisha moja mimi na familia yangu tutalimaliza. Asante.